Tuanze kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, unifanye niwe chombo cha amani. Palipo na chuki nieneze mapendo. Palipo na makosa pawe na msamaha. Palipo mashaka pawe na imani. Pasipo na matumaini pawe na matumaini. Palipo giza nilete mwanga. Palipo na huzuni pawe na furaha. Bwana, unisaidie nitamani sana kufariji kuliko kufarijiwa, kuelewa kuliko kueleweka, kupenda kuliko kupendwa. Kwa kuwa ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa, ni katika kifo ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. Ndugu zangu, siku ya leo ikiwa ni Ijumaa, wiki ya 4 ya wakati wa mafungo, katika kipindi cha mafungo, kipindi cha Kwaresma. Mama Kanisa anatukaribisha, anatualika katika tafakari juu ya furaha. Ndiyo, ni wakati wa Kwaresma, lakini wiki ya 4 ni wiki ya furaha. Tunayo matumaini kwamba kufunga kwetu, kusali kwetu kutakuwa na matunda mazuri ya furaha. Katika Injili ya leo tunamuona Bwana yetu Yesu Kristo akirudi Galilaya, mji wake, na tunaambiwa kwamba wengi wa Galilaya waliweza kuamini Yesu baada ya kumuona miujiza aliyoifanya huko Yerusalemu. Kabla ya miujiza hawakuwa wamemwamini, na diposa aliuliza yule diwani wa Kapenaumu, hauwezi kuamini bila miujiza? Diwani wa Kapenaumu aliamini, na ndipo Yesu akamwambia, nenda, mwanao ataishi, yu hai. Aliposema haya maneno, tunaambiwa kwamba yule diwani alienda na imani kwamba mtoto wake ataishi, na kwa kweli aliishi. Na wale wafanyikazi walimwambia kwamba ilikuwa ni saa 7 mchana ndipo afya ya yule kijana ilimrudia, ama hata uhai wake. Saa 7 tunaweza kumbuka kwamba ni siku ya 7 Mungu alimaliza katika uumbaji wa kwanza. Na katika somo la kwanza leo tunasikia kwamba Mungu anatangaza kuumba mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hivyo katika usaba, naweza sema 7, siku ya 7 na saa 7 tunaona uumbaji mpya. Lakini huu uumbaji mpya hasa ni wa kiroho, si wa kimwili sasa. Na mwanao Yesu Kristo, Bwana yetu Yesu Kristo, ndipo anatualika sisi, mimi na wewe, tuwe tayari kuamini kwamba yeye ndiye anayestahili heshima, yeye ndiye anayestahili kuabudiwa. Kama vile jana Jumapili tulipomwona yule kipofu, yule mwanaume aliyezaliwa akiwa kipofu, alipoamini kwamba Bwana Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hapo mwanzo alisema kwamba ni nabii, lakini mwishowe alisema kwamba ni mwana wa Mungu. Mimi nakuombea siku ya leo Mwenyezi Mungu aweze kuweza kuumba upya katika maisha yako. Kuwe na upya wa moyo wako, kuwe na upya katika familia yako, kuwe na upya katika kazi zako zote. Mungu aliyeumba hapo mwanzo anaweza bado leo kuumba upya mambo yote katika maisha yako. Atuumbie moyo safi, moyo ambao hauna kiburi,
moyo wa kumtegemea. Na Mwenyezi Mungu akubariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. If this video blessed your heart, kindly please subscribe for more daily Catholic teachings and click the notification bell to walk in God's Word every day.